Shairi, swali la lazima. Soma ushairi ufuatao kisha ujibu maswali. Ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu naratibu. Yaliyo kichwani mwangu, nataka kuyatubu. Wayasome ndugu zangu, wa mbali na wa karibu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Ulimwengu ni kiwanja, cha wenye raha na tabu. Wengine wanajikonja, kwa wengine ni adhabu. Kucha na kutwa twahanja, kutafuta matulubu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Ni uwanja wa balaa, alinihusia babu. Mna mambo yamejaa, ya faraja na kusibu, na machache ya kufaa, ila mengi ya udubu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Ni kiwanja cha Amina, Said, Ali, Rajab, wengine kitu hatuna. Tunaishia kababu. Wale wamejaza sana, wanashindwa kuhesabu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Ni uwanja wa urongo na kweli pia ajabu. Kichwa hudanganya shingo, tumbo kiuno cha sibu. Usitumai ubongo wa nduguyo na swahibu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Mara vile mara hivi, wakilewa majudhubu, maneno ya kiujuvi, hujipaka hata shabu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Ni kiwanja wenye dini, wamtigio wahabu, mashehe msikitini, humo mfanya muhibu, mapadri kanisani, huvihubiri vitabu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Ni uwanja wa malofa, lofa mtu mwenye tabu, kusema sana kashifa, na moyo kisebusebu. Tunakaribia kuja kwa kushindwa kujimudu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Uwanja wa furaha, aliwajali habibu, na wengine sitotaja, msinambe ninagubu. Ni uwanja wa viroja, vigumu kuvikutubu. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Hili anwani ifaayo. Bila shaka unaweza kuangalia maudhui au ukaangalia kibwagizo. Kibwagizo chetu hapa kinasema cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Kimeborongwa. Hivyo kuna ukiukaji wa kisintaksia. Hivyo anwani mwafaka inakuwa ulimwengu ni kiwanja cha wenye raha na tabu. Kwa kutoa mfano, eleza mbinu zozote mbili za lugha zilizotumika. Bila shaka kuna matumizi ya takriri. Takriri hii hapa. Ule urudiaji wa neno. Kuna maneno yamerudiwa kama uwanja. Kuna baadhi ya sauti ambazo zimerudiwa hata silabi kwa ajili ya kusisitiza. Kama hapa jajaja imerudiwa ili kuleta urari wa vina. Pia kuna urudiaji ambao unajikita katika mstari wa mwisho wa kila ubeti. Cha wenye raha na tabu. Ulimwengu ni kiwanja. Hivyo kibwagizo hicho au mkarara unakuwa ndio kigezo cha kutupa anwani ya shairi lenyewe. Pia kinasisitiza ujumbe wenyewe, na pia kinabeba maudhui kuwa ulimwengu ni kiwanja cha wenye raha na tabu. Uliza tu maisha yalivyo. Aidha, neno ulimwengu limerudiwa ili kuleta yale mahadhi ya kimziki, rhythm. Alafu pia ukiangalia ulimwengu ni kiwanja hapa. Ulimwengu ni kiwanja. Bila shaka hiyo ni mbinu ya stiari. Nalinganisha moja kwa moja. Ulimwengu ni kiwanja. Wale wamejaza sana wanashindwa kuhesabu. Ili kusisitiza ujumbe kuwa katika maisha kuna wale walio nao na wasio nao, walala heri na walala hoi. Na chuku pale.
Mwingine imejitokeza ni uwanja wa walevi katika ubeti wa 6. Pombe kwao ni dhahabu. Kuonyesha kwamba pombe kwa walevi huwa ni kitu cha thamani kwa sababu ana uraibu, hawezi kuishi bila. Taswira pale ni kiwanja wenye dini wa mtio Wahabu, mashehe msikitini humo mfanya muhibu, mapadri kanisani huvihubiri vitabu, cha wenye raha na tabu, ulimwengu ni kiwanja. Kuna taswira pale tunaona mashehe wanavyokuwa wakisema labda Allahu Akbar Allahu Akbar, kumaanisha kwamba God is great, God is great, Mungu ni mkuu, au Allah ni mkuu, Allah ni mkuu. Kija kama ni mapadri utapata pia wana ubiri vitabu. Kitabu cha Mathayo 1:7 inasema hivi, anaendelea na kadhalika. Na kweli kinzani ni uwanja wa bala aliniusia babu, mna mambo yamejaa ya faraja na kusibu, na machache ya kufaa ila mengi ya udubu. Nikinaya kwamba mambo ambayo yanawafaa watu napata kwa mara nyingi huwa ni machache, lakini yale ambayo ni ya udubu yamejaa kweli kweli. Ndiposa hata methali inasema kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Hivyo utapata kuwa kile ambacho ni kibaya kinajitembeza tu na ni mengi. Hata ukiangalia katika ulimwengu wa mitandao utapata kwamba wengi katika mitandao yao mambo mengi huwa ni ya udubu, ya ujinga ambayo hayawajengi, lakini yale ambayo yanafaa ni machache. Hata ni watu wachache ambao wanaweza kuita kukwambia fulani fulani kuna mradi hapa, njoo tuufanye. Wengi watakuficha, lakini kama ni udaku, mambo ambayo hakujengi, ni mengi. Pia inajitokeza kama ukweli kinzani. Mna mambo yamejaa ya faraja na kusibu. Eleza jinsi uhuru wa mshairi ulivyotumika katika shairi. Uhuru wa mshairi pia huitwa idhini ya mshairi, na tunajua kwamba uhuru wa mshairi hauna budi kutumika ili kukidhi dharura za kishairi. Kwa mfano za kishairi haswa kwa mashairi ambayo ni arudhi, yale ambayo yanafuata tamaduni za kuandika mashairi ya kijadi. Niliona hapa kuna inkisari, yani kufupisha neno. Kwa mfano msinambe bala msiniambie, msinambe. Ukihesabu utapata kwamba mizani ni 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hivyo angekuja aseme msiniambie hapa, ukihesabu ingekuwa 9. Hivyo hakungekuwa na urari wa mizani, hakungekuwa na ulinganifu wa mizani, ndiposa ametumia inkisari. Asome ndugu zangu bali awasome ndugu zangu. Haya, tuhesabu 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Iko 7. Tuangalie kwa mashairi mengine. 1 2 3 4 5 6 7 8. Fanya makosa, ungetumia tu ndugu zangu, haijafanya kazi yoyote pale. Kuboronga sarufi. Kwa mfano cha wenye raha na tabu, ulimwengu ni kiwanja. Sababu ya kufanya hivi ni kuweza kupata urari wa vina katika shairi lenyewe. Hivyo tungepata kwamba sentensi yenyewe inafaa kuwa ulimwengu ni kiwanja cha wenye raha na tabu. Na kwa kiasi fulani na leta hiyo sifa ya kishairi, kwa sababu tunajua kwamba lugha ya kishairi ni ya kipekee. Hivyo huweza kuboronga sarufi na kukiuka kanuni za kisintaksia kama ulivyoona hapo. Inaleta mvuto hata hisia kwa msomaji. Ukisema ulimwengu ni kiwanja cha wenye raha na tabu, na katu maneno ya kawaida, lakini ukisema cha wenye raha na tabu, ulimwengu ni kiwanja. Na
kisari kwa mfano, na wengine sitotaja bala, na wengine sitawataja, msiniambie nina gubu. Andika ubeti wa tatu kwa lugha tutumbi. Andika ubeti wa lugha tutumbi. Lugha tutumbi pia itoe lugha ya kinathari, lugha ya kawaida, lugha ya kiriwaya. Kuna mitindo mbalimbali unaweza kutumia kuandika lugha tutumbi. Kwa mfano, ni uwanja wa balaa aliniusia babu, mna mambo yamejaa ya faraja na kusibu, na machache ya kufaa ila mengi ya udubu, cha wenye raha na tabu, ulimwengu ni kiwanja. Katika mshororo wa kwanza, mshairi anasema kwamba babu alimuhusia ama alimshauri kuwa ulimwengu ni uwanja wa balaa ambapo mambo yamejaa. Kuna mambo ya faraja na pia ya kusibu, machache ni ya kufaa na mengi hayafai. Hivyo dunia ni uwanja wa wenye raha na pia wenye shida. Kisha ukamilishe. Unatoa uhuru wa mshairi, unaondoa hizo koma ambazo ziko pale, unaandika kwa njia ya kufululiza. Taja na ueleze bahari zozote mbili zilizotumika katika shairi hili. Tukianzia kigezo cha idadi ya mishororo katika ubeti, unapata kwamba shairi hili ni la tarbia, lina mloto, lina mleo, mloto, mleo na kisha kibwagizo. Hivyo ni tarbia. Ukiangalia katika vipande, shairi hili lina vipande viwili, hivyo bila shaka ni shairi lenye kategoria ya mathnawi. Shairi hili tukiliangalia kwa kigezo au ruwaza ya vina, tutapata kwamba vina havitiririki. Vya ndani havitiririki, vya nje pia havitiririki kutoka ubeti mmoja hadi mwingine. Hivyo shairi hili litakuwa ni ukaraguni, kwani vina vyake havitiririki. Kwamba kwa sababu neno kiwanja limerudiliwa, ulimwengu ni kiwanja, uwanja wa balaa, kiwanja cha Amina, uwanja wa urongo. Umbo la shairi hili lina beti 9. Shairi hili lina mishororo 4 kwa kila ubeti. Shairi hili lina vipande viwili kwa kila mshororo. Shairi hili vina vyake havitiririki. Shairi hili lina kibwagizo cha wenye raha na tabu, ulimwengu ni kiwanja. Mstari huo wa mwisho una sifa ya kurudiwa kutoka mwanzo hadi mwisho kwa beti zote. Eleza toni ya shairi hili. Toni yake ni ya kusikitia au masikitiko, kuwa dunia ni ya wenye dini, ni uwanja wa faraja aliowajali habibu, na pia ni ya kutoa nasaha eti na kuarifu tu kuwa maisha ni yalivyo tu. Fafanua dhamira ya mwandishi. Mwandishi anawaonya wasomaji kuhusu mabaya yaliyo ulimwenguni na wanawashauri kujihusisha na mambo ambayo ni mema. Eleza maana ya msamiati ufuatao kama ulivyotumika katika shairi. Malofa ni maskini, Biblia inasema a little slumber, a little folding of the hand and poverty will strike you like a vagabond. So vagabond ndio malofa, yani maskini hai. Hata mara nyingi utapata labda wanaombaomba. Limetumika hapa beti wa 8. Ni uwanja wa malofa, lofa mtu mwenye tabu, kusema sana kashifa na moyo kisebusebu, tunakaribia kuja kwa kushinda kujimudu, cha wenye raha na tabu, ulimwengu ni kiwanja. Watu ambao hawezi kujimudu, yani maskini. Udubu ni mambo ambayo hayafai. Unaweza kulifurahia
shairi hili. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na wako Bi Kerubo. Zidi kusubscribe, kushare na kulike hii video. Unaweza kucomment hapo kwenye kikasha niweze kushirikiana nanyi katika uchambuzi zaidi, na Kiswahili kitukuzwe siku zote.